Ni hasa ambacho kimetokea. Zimekuwa ni tetesi. Sasa hali, labda tuanzie hapa kabla ya kwenda kuimulika mechi yenyewe. Hali amefungiwa. Ukweli ukoje na taarifa hizi zikoje kwanza kwako? Yes, swali zuri Mkule. Kwanza, taarifa ya Ali Shaban Kamwe kufungiwa miaka 2 sio taarifa rasmi. Ni tetesi ambazo zimeenea kwenye mitandao ya kijamii. Nasema sio taarifa rasmi kwa sababu mimi binafsi sijapokea nakala yoyote ya hukumu. Klabu yangu ya Yanga haijapokea nakala yoyote ya hukumu. Hata wanasheria ambao waliniwakilisha pia hawajapokea nakala yoyote ya hukumu. Maana yake hukumu ya jambo lenyewe bado haijatoka. Zilizoenea ni tetesi ambazo hatujui, na mimi binafsi sijui zilitokea wapi, zilivujia wapi, kwa sababu kama mtu alizianzisha tu hapo zikatapaka. Yes. Unajua inapoitwa kamati ya maadili, maana yake si jambo rahisi taarifa zake zikavuja kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu Young Africans kwamba taarifa za Ali Shaban Kamwe kufungiwa sio taarifa rasmi, ni taarifa zilizozuka mitandao ya kijamii. Sasa ukweli wa jambo lenyewe uko vipi? Ni kweli niliitwa kwenye kamati ya maadili, na niliitwa baada ya kupelekwa na kamati ya saa 72 ambayo inaendesha mpira. Inaendesha ligi. Yes, wakapeleka shtaka langu kwenye kamati ya maadili, na kesi yangu ya msingi niliambiwa nimeidhalilisha mamlaka kwa maana ya TFF na bodi ya ligi kwa kuzungumza maneno ya uongo yasiyokuwa na busara. Hiyo ndio ilikuwa shtaka langu la msingi, kwa kufanya reference ya post ambayo nilipost au chapisho ambayo nilipandisha kwenye kurasa yangu ya Instagram Februari 3. Ndio ikatumika hiyo na yakawa mashtaka hayo. Kwa hiyo baada ya kuitwa tukaenda kusikiliza, na upande wangu pia wa sheria ambao wanawakilisha tulikuwa nao, jambo likazungumzwa mpaka mwisho, na mwisho wakatuambia sasa nendeni. Sasa tulienda kwa siku 2 pale, Jumatatu na Jumanne. Tukaambiwa nendeni nyumbani, hukumu sasa itatoka baada ya kusikilizwa. Kwenda kwenye details za ndani tulichokizungumza naamini halipo kwenye mamlaka yangu. Hilo ni jambo la kisheria, wako wanasheria waliowakilisha, wapo kwenye nafasi nzuri ya kuizungumzia kilichozungumzwa pale ndani. Ila neno la mwisho la kamati tuliambiwa nendeni, tumeshawasikiliza, hukumu tutaitoa. Sasa jana ndio tukasikia hayo maneno mbalimbali yakiandikwa mitandaoni, lakini juzi usiku ni kutoka juzi usiku na. Yes, lakini ukweli kabisa ni kwamba hakuna hukumu hiyo rasmi ambayo tumeipata. Kwa hiyo tusubiri, ikitoka tutaipokea na tuzungumza nayo. Kwa nini wanakuwa na haraka? Hivi vitu subiriri, kwa sababu wenye mamlaka wenyewe watasema, lakini mtu tu anaibuka anazisha tu afa hana sosi kwa manani kasema. Lakini sio ukisoma haielezi kama mwenyekiti ndio kamati ya maadili ndio kasema, katibu au nani. Hamna. Lakini inatapaka tu. Sawa, hivi vitu vimeibuka Alikamwe. Wewe binafsi vimeku disturb vipi katika hasa kuelekea kwenye dabu na department yako, na kwa maana ya sasa ya kesi au tetesi za hukumu? Tetesi hizi, kwa sababu mechi ni ya kweli na promotion sisi kama club na mimi kama mkuu wa idara ya mawasiliano, ambayo kimsingi idara hizi ndio idara ambazo zinasimamia promotion ya kwenda kwenye mechi husika. Jumatatu sikuweza kufanya majukumu hayo kwa sababu Jumatatu kuanzia asubuhi saa 3 mpaka saa 9 mchana tulikuwa TFF kushughulikia hilo jambo likahairishwa, likaletwa Jumanne kutoka asubuhi mpaka saa 12. Yani natoka tu mlangoni pale ndo adhana. Kwa hiyo siku nzima Jumanne siku nzima imeishia TFF. Kwa maana yake zile siku 2 ambazo kimsingi ndio tulikuwa tufanye sasa uzinduzi wa amsha kuelekea kwenye mechi, tulizipoteza kwa sababu ya jambo hilo. Na tukawa na subira
tukasubiri. Sasa jana tunataka Jumatano nataka tuanze tetesi nyingine pia kama hizo zikatokea mitandaoni. Sasa yes, kimsingi niko na viongozi ambao wanaiongoza hii taasisi, wakaniambia kuwa na subiri tufuatilie. Wamefuatilia, wakaambiwa hukumu haipo. Umeelewa Kwa sasa wakaniambia tulia, kwa sababu unajua tetesi ile, na mimi nitumie nafasi hii kuwaomba wanaoshughulika na mambo haya ya mitandao ya kijamii, nafikiri ni TCRA, si ndio? Naam. Wafuatilie haya mambo na watoe mwongozo, kwa sababu unajua unapotoa taarifa kama ile huenda una vyanzo, lakini madhara ya taarifa kubwa kama ile ni makubwa kweli. Mimi nitakwambia ile usiku ambao taarifa imetoka, mimi mwenyewe ilibidi niende kukesha hospitali na bi mkubwa, kwa sababu alipata mshtuko mkubwa kweli. Unajua kutiwa pingu ya mpira miaka miwili sio mchezo. Huyu mtu anapoteza kazi yake miaka miwili anakuwa bench. Nitoke na mimi sasa mjini niende hospitali, tukakaa mpaka asubuhi, tukamuelezea kwamba ni mambo ambayo hayana ukweli, hata kama yakiwa na ukweli, mambo ya kawaida kwenye maisha, watakiwa urelax. Kwa hiyo ime to disturb kwenye promotion. Hiyo ni jambo ambalo hata usingenisikia mimi, linaonekana tu kwa picha ya kawaida. Kwa hiyo sisi kama club tunaamini mchezo pia huu ni mkubwa, na Watanzania huu mchezo wanautaka, na uhitaji wa point 3 kwa timu zote mbili pia ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunaamini inshallah tunafanya hamasa leo, na leo peke yake itatosha, naamini kabisa, kuwaamsha wanachama na mashabiki wetu, kuwaamsha Watanzania kujitokeza kwa wingi Benjamin Mkapa siku ya kesho. Twende inshallah tukapambanie klabu yetu. Naam. So far wakati tunaenda kutaka kujua au tunataka kufahamu labda maandalizi ya timu yako namna gani, swala la tiketi likoje mtandaoni? Manunuzi ya tiketi yako vipi hadi hivi sasa? Yes, kwanza unajua tiketi za VIPA nafikiri hii ni kwa mara ya kwanza kabisa kwenye historia ya dabi, lakini pia kwenye historia ya mechi kwa miaka ya hivi karibuni. Tiketi za VIPA zilimalizika siku ya Jumapili. Yani ikiwa N-card ambao wanashughulikia swala la ticket wametia tu kwenye system kwamba tiketi za VIPA ni hizi, Jumapili zikamalizika. Kwa sababu nyuma yake Yanga tulikuwa tunacheza mechi ya ligi. Ndio tuko Mwanza. Kwa hiyo Jumapili mzigo ulivyowekwa, tiketi zikaanza kumalizika. Kwa hiyo tuliona muamko ni mkubwa kutoka siku ya kwanza. Hata tujatangaza tiketi za VIPA zikaanza zimeshamalizika. Kwa hiyo tunaamini muamko ule umeendelea pia kwa tiketi za VIPB, VIPC, na muamko ule pia utakuwa na athari kwa siku ya leo na kesho kwa tiketi zote kumalizika, na sasa Watanzania kwenda kupata. Unajua inapoitwa Kariakoo Derby, sisi tu bado hatujaweza kujivunia vizuri, yani hatujaweza kutamba vizuri. Unajua sisi ambao tunapata bahati kidogo kusafiri Maulid, ukifika Algeria, namna wanavizungumza dabi yao ya Algeria ni tofauti kabisa. Hata hapa South Africa tu, japokuwa timu zenyewe zote zina mtafute Orlando na Kaizer, lakini inapofika mechi ya Orlando na Kaizer Chiefs, watu wanakuwa wajivuni na mpira wao, yani wanaona kwamba sasa tunakwenda kwenye tukio kubwa la nchi. Yani wanaamini Afrika yote huwa inatulia kwa ajili ya kuitazama dabi ya South Africa. Kwa hiyo sisi hapa tuanze, yani shida yetu ni kwamba hatujaamini kwamba dabi yetu inavyotajwa kwamba ni ya 3 au ya 4 kwa ukubwa barani Afrika. Sisi tuna tabia za Kitanzania za kupinga, tunajipinga mpaka wenyewe, yani kwamba ni kweli. Lakini ukweli, msisimko ambao upo kwenye ligi yetu, msisimko ni mkubwa sana, na hii inafanya tujivunie, yani tuone kwamba sasa tunakwenda kwenye tukio kubwa ambalo nyie wote ni mashuhuda, mna marafiki ambao wanasafiri kutoka nchi jirani, kutoka nchi za mbali, waandishi wa habari mbalimbali wanakuja kwa ajili ya kuishuhudia Kariakoo Derby. Na ladha ya Kariakoo Derby, Maulid, sio dakika 90 peke yake. Ni hizi amsha hivi vionjo hivi. Hii ndio ladha ya derby. Kigoma unapokisikia ladha hii. Sisi pale Tunisia tulienda, wakatuambia tunafuatiliaga derby yenu. Katika kitu hatukielewi, eti ni nyie mnaongozana pamoja. Yani wao wanaona jambo, kwa hiyo njia zinatenganishwa huko. Yani kama huko ingekuwa Tunisia, ile njia ya Veta ile, hii ilikuwa njia ya Yanga, alafu njia ya Mbagala hii ni njia ya Simba. Yani hamwezi kukutana. Lakini unashangaa watu bodaboda
dereva Simba, abiria Yanga wanakwenda uwanjani, familia mama hapa na nini wanakwenda uwanjani, ila wakifika uwanjani kwenye mageti pale wanaachana. Sasa nyie huku alafu wanashangilia, wanazodoana, mechi ikiisha wanarudi kwenye njia ile ile. Yani Afrika hicho kitu kinatafutwa, sisi tunacho, tuna kila sababu ya kujivunia kwamba ladha hii ya utani wetu huu, kuzodoana hivi kwenye dabi ni jambo ambalo linatupa thamani kubwa mpira wetu na linakuwa na mvuto mkubwa. Labda hatuoni ndani, lakini nje wanavyotuona wenzetu, sisi ni kioo cha kuigwa. Sawa, na mimi niongezee swali hapo. Yanga amekuwa ana dominate Simba kwa karibu. Sasa ongea kwa Kiswahili. Kuna watu wanasikiliza hapa hawajui maana ya kudominate. Yanga amekuwa mbabe wa Simba. Kofi pale kidogo. Kofi la pili. Kofi la tatu kwa ukweli. Sawa, lakini ukiangalia hata huko nyuma ule ubabe ulikuwa unaendana na levels au ubora wa kikosi cha Yanga ambayo Simba ilikuwa iko chini kidogo. Sasa hivi unaona Simba kapandisha ubora kuniliani tutoweka niweke kama mate huku kapoka. Kwa hiyo mwisho wa siku mtaguna, ngoja ni ukweli. Mlinipigia makofi kwenye ukweli wa kwanza. Huo ni ukweli wa pili. Kwa hiyo ukija kwenye level ya ushindani ni dabi ambayo ina hisia tofauti kiukweli. Na hata nyinyi wenyewe ukikaa na akili yako sasa, achana akili ukikaa na akili yako chumbani. Sasa hamna wewe rekebisha. Sawa. Ukikaa na akili yako binafsi kwamba okay, hii ni dabi ngumu. Kwa upande wa Yanga hali ikoje? Kwa sababu kuna muda mlikuwa mkikaa hivi kumwangalia mpinzani na tunapiga. Lakini sasa hivi unaona kabisa mbiki imeenda kupigwa. Kwanza Anwar Binde umetamka neno zuri mwanzoni kwamba Yanga tumekuwa wababe wa Simba kwa kipindi kirefu kidogo hapa. Si kweli kwamba Yanga imekuwa wababe wa Simba kwa sababu Simba ni dhaifu. Yanga imekuwa wababe wa Simba kwa sababu Yanga ni bora mbele ya Simba kwa kipindi hiko. Wao wanakuwa bora, wanafanya maandalizi, ila wakija uwanjani wanaikuta Yanga ikiwa bora zaidi. Kwa hiyo ubora wa Yanga ndio unafanya we uone udhaifu wa Simba. Lakini hakuna mechi tumekwenda Simba ikiwa dhaifu, Yanga ikiwa bora. Tunakwenda wote bora kabla dakika 90. Baada ya dakika 90 ndio watangazaji wanapata kwamba au sasa dhaifu. Umeelewa? Kwa hiyo udhaifu wa Simba umetengenezwa na ubora wa Yanga. Ndio Kiswahili kikae hivyo. Simba ni bora lakini anapataga udhaifu anapoingia dakika 90 na Yanga. Kwa hiyo tunaamini hata mechi ya kesho Simba atakuja bora vile vile kama alivyokuja miaka iliyopita. Na Yanga tutakwenda na ubora ule ule kama tulivyokwenda miaka iliyopita. Na imani yetu sasa baada ya 90 mtaiona Yanga ikiwa bora zaidi, kwa sababu pale kinachoamua shekhe sio tena haya maneno. Sio hivi vigoma, sio hizi tambo. Kinachoamua pale shekhe ni miguu ya Pacome Zouzoua Profesa. Inayoamua pale ni akili ya Daktari Khalidi Aucho. Inayoamua pale Sasa hapo huo ni ubora ambao umeuona kwa muda mrefu. Ndugu yangu, haujamuona Lombo Master, haujamuona Ikanga Speed. Tulijaribu pale Mwanza, uwanja una shida lakini alitembea kama Ferrari inavyotembea kwenye mashindano ya magari. Sasa amekuja Benjamin Mkapa na Mheshimiwa Msigo ametuambia pitch iko safi. Yaani kinachotaka kufanyika ni kwamba Daktari Aucho aweke tu nyuma. Ikanga Lombo kidole kipo juu hivi. Yena. Sawa, hizo ni tambo na ni ukweli ninachokiongea kwa upande wa timu yako. Na hapa tunajua unaangalia timu yako. Lakini ukikaa ukiangalia mpinzani wako unaweza ukaona baadhi kiuhalisia. Kuna baadhi ya wachezaji ukiangalia unasema huyu ana level sawa au anaweza akaingia hata kwenye kikosi chetu. Mimi kwanza ni dhambi kuwazungumzia wachezaji wa timu nyingine. Ni dhambi na nitakuwa naukosea mshahara wangu. Mimi Yanga wameniajiri kuwasifia na kuwazungumzia
wanajeshi wa klabu ya Yanga, kwa sababu ndio wachezaji bora ambao wanatakiwa wana Yanga tujivunie nao. Msingi wa swali nataka kulijenga na ubora hata wa idadi mpaka sasa hivi imekuwa bora ni difference kwenye msimamo wa ligi. Yes. Hichi kitu lazima tukieleze kwa uwazi. Msisimko mkubwa umekuja kwa sababu ya tofauti ya point kwenye msimamo. Na ndio maana perception ya watu wengi kwamba hii inaweza kuwa mechi ya kuamua ubingwa. Kwa hiyo huo msisimko, jitihada za hao wenzetu kujaribu kutufukuza tofauti imekuwa pointi moja, imeleta chachu sasa ya mechi yenyewe. Na hiyo chachu hiyo ndio inaongeza ugumu. Kwa maana tukidondosha point hapa mambo yatakuwa magumu. Na kitu ambacho Anuari, sisi kama Yanga jana unajua tulifanya iftar na boss Halif Said Mohamed na kamati ya utendaji yote chini ya rais wetu Engineer Hersi Said. Jana hiyo Moja katika mazungumzo ambayo engineer aliwaambia wachezaji, na hii ni kweli, kawaambia huu ni ukweli ambao hata kama uzungumzi uko nje lazima mimi niwaeleze huu ukweli. Namba moja, msimu huu tulishakaa juu kwa tofauti ya pointi 5 wakati msimu unaanza. Tukapoteza hiyo advantage, wakarudi juu ndani ya muda mfupi. Tushakaa juu kwa tofauti ya pointi 1 hivi karibuni, tukapoteza advantage, wakarudi juu. Hii bahati tuliyopata sasa hivi wakaa juu tena kwa pointi 1, hatutaki kuichezea. Tukiichezea maana yake tumechezea furaha zetu msimu huu. Kwa lazima players wapate huo ujumbe kwamba tunakwenda kwenye mechi ambayo inaweza kucheza na furaha za wanayanga msimu. Kwa hiyo lazima concentration iwe kubwa, focus iwe